Je, ulishawahi kuzungumza na mtu kuhusu jambo la muhimu au kumuomba kitu cha muhimu sana na akakujibu jibu la hapana kwa haraka bila hata kufikiria? Usijali na usiogope tena kukataliwa kwenye jambo lolote, kwa sababu leo nitakufundisha mbinu ya ajabu ya kisaikolojia inayoitwa door in the face. Mbinu inayoweza kubadilisha jibu la hapana na kuwa ndio bila kutumia nguvu kubwa au kulazimisha. Kwenye video hii utajifunza kwa nini kukataliwa kunaweza kuwa hatua ya kwanza kuelekea kukubaliwa, jinsi ya kupanga ombi lako la pili ili lionekane rahisi na la kuvutia ili liweze kukubaliwa, na siri inayomfanya mtu ajisikie kwamba kukubali ombi lako ni uamuzi wake mwenyewe. Ukimaliza video hii utatafsiri tena hapana kama jibu la kukataliwa, bali ni kama njia ya kuelekea kukubaliwa. Baki hadi mwisho wa video hii, kwa sababu siri hii inaweza kubadilisha kabisa jinsi unavyoongea na watu. Lakini kama hii ndio mara yako ya kwanza kujiunga na chaneli yetu ya Elikhan Mtz, karibu sana na usahau kusubscribe. Okay, hebu tuangalie sasa unawezaje kumfanya mtu akubali ombi lako bila kutumia nguvu kubwa. Sasa hatua ya kwanza kabisa unatakiwa uanze na ombi la kushtua. Sasa hii sehemu ndio sehemu ambayo ni ya muhimu sana. Lengo la kwanza na ombi kubwa au la kushtua ni kutengeneza mazingira ya ombi lako la pili liweze kukubaliwa. Hii tunaita extreme request, yani ombi la kupindukia. Ni kama kutengeneza mazingira ya ombi lako la pili liweze kukubaliwa vizuri. Sasa kuna mambo matatu ambayo unatakiwa uyazingatie unapoanza ombi lako kubwa la kushtua mwanzoni. Kuna vitu vya msingi unatakiwa uvizingatie. Jambo la kwanza kabisa, lazima ombi lako liwe kubwa lakini halisi. Usiende kumwomba kitu mtu ambacho unaona kabisa hichi hakina uhalisia. Mfano, unaenda kumwomba mtu milioni 50, unaenda kumwambia mtu akufanyie kazi zako zote za mwezi mzima, ni kitu ambacho hakina uhalisia. Unapomfanyia hivyo mtu atakuona kama unamtania au unamfanyia mzaa, na hapo hii mbinu haiwezi kufanya kazi. Muombe mtu kitu ambacho kina uhalisia. Kwa mfano, unamuona mtu ana uwezo wa kukupa 300,000 lakini hiyo inakuwa ni ngumu kwake, hiyo ndo unatakiwa utumie hiyo. Kwa mfano, kumwambia mtu kwa azime 100,000 kulingana na hali yake, yani tengeneza mazingira ya uhalisia. Kwa mfano, kama mtu anataka kumuomba akusaidie labda kufanya kazi ya ripoti, sio lakini ripoti zote za mwezi mzima. Hapana, unaweza kumwambia na namba usaidie kufanya ripoti hata 3 au 5 ambazo unaona ni ngumu kwa mtu kukusaidia, lakini ndio lengo letu la kwanza kabisa la kutengeneza mazingira ya pili. Yani lengo la mbinu hii nitakuwa uanze na jambo ambalo ni gumu, ambalo unaamini mtu anaweza akakusaidia lakini ni gumu kwake kulifanya, ndipo mbinu hii itafanya kazi. Hata kwenye mahusiano, anza na ombi gumu. Unaweza kumwambia mtu kwamba nahitaji tuwe na mahusiano hata kabla mjajuana vizuri. Hapo utakuwa mtengenezea mazingira ya kumtengenezea ombi ambalo litakuwa gumu kwake, kwa sababu mbinu ya kwanza ni kutengeneza mazingira ya ombi la pili liwe katika mazingira mazuri. Lakini kitu cha pili, lengo ni psychological anchoring, yani nanga ya kisaikolojia. Unajua hata vile unapoenda kuvua samaki, huwa tunaweka chambo. Ile chambo ndio inamvuta samaki. Kwa lengo la ombi letu hili la kwanza, hili kubwa, maana yake ni kutengeneza nanga, yani ni kumtengenezea mtu kitu ambacho mwanzo atakuwa anakiona kama kikubwa, alafu utakuja kutengeneza mazingira ya namna ya pili ambayo yeye hawezi kukataa. Kwa hiyo wakati tunasema ni kama nanga ya kisaikolojia, yani kutengeneza mazingira ni kama kumtengenezea chambo, kama vile unavyoenda kuvua samaki. Kwa mfano, labda umemwomba 100,000, maana yake hiyo inakuwa ni nanga ambayo baadaye ukija kuomba shilingi 30,000 maana yake kutakuwa tayari kuna mabadiliko makubwa. Lakini jambo la tatu, subiri hapana ya kwanza kwa utulivu. Sasa ili mbinu hii ifanye kazi, usikasirike wala usijisikie vibaya unapoambiwa hapana, kwa sababu katika mbinu hii unapoambiwa hapana ndio sehemu nzuri kabisa ya wewe kwenda kukubaliwa, kwa sababu mbinu hii inabadilisha kabisa mtazamo wa mtu kuambia hapana na kwenda kusema ndio. Kwa sababu mtu anapokuambia hapana, ndio unamtengenezea psychological guilt, yani hatia kisaikolojia, kwa sababu sisi binadamu kisaikolojia tunapenda kuonekana wema. Mtu anapokatalia ombi lako la kwanza, unamtengenezea hatia, anajiona kama ni mtu ambaye hajakufanyia kitu kizuri. Na sisi ndio lengo letu kwamba mtu akatae, akishasema hapana, wewe usikasirike wala usijitetee sana wala usionekane kuumia. Subiri kwa utulivu na elewa lile jibu lake la hapana, wala usionyeshe emotions zozote, kwa sababu lengo letu ni yeye akatae. Akishakataa, tayari mazingira ya ombi letu la pili anapata nafasi kubwa zaidi.
Sasa hatua ya pili ni kurudi nyuma, yani tunasema concession. Sasa baada ya ombi letu la kwanza kukataliwa, ambalo lilikuwa sio lengo letu halisi ambalo tunalitaka, hapa sasa ndo tunakuja kwenye lengo letu halisi, kwa sababu tulikuwa tunataka kwamba mtu akatae, akishakataa ndio tuje kwenye lengo letu halisi. Lile lengo la kwanza lilikuwa kama ni mtego au tunasema nanga ya kisaikolojia. Akishakataa sasa ndio tunakuja kwenye lengo letu halisi ambayo tulikuwa tunataka kumwomba mtu. Sasa kuna mambo matatu ambayo unatakiwa kuyazingatie pale unapotaka kumwomba mtu lengo lako halisi. Jambo la kwanza kabisa, kubali hapana kwa uzuri. Tunasema accept the rejection. Usioneshe kujisikia vibaya kumlazimisha mtu, au usioneshe kwamba ni umejisikia vibaya kuhusu jambo hilo ambalo mtu amekataa. Hapo utakuwa unaharibu kabisa nguvu hii. Jambo la msingi kabisa, utakuwa uonyeshe kuwa umeelewa uamuzi wake na umeelewa majibu yake. Unaweza kumwambia kwamba naelewa jinsi hali ilivyo ngumu kwa sasa hivi. Kwa mfano umeomba labda 300,000 akasema hapana, unaweza kumwambia naelewa hali ya sasa hivi ni ngumu, lakini pia unaweza kusema ni kweli nimekupata, au kasema nafahamu. Tumia maneno hayo, ni mazuri sana, yanaonyesha kwamba unaelewa. Unapofanya vile tayari unakuwa unamfanya mwenzio ambaye umemwomba kitu ajisikie huru na awe tayari kukusikiliza. Lakini unapoonesha kukasirika, umejisikia vibaya au kumlazimisha, tayari utakuwa umemfunga kabisa mwenzako, atakujiweka kwenye mazingira ya kujilinda. Lakini jambo la pili, toa ombi lako la pili baada ya dakika chache. Hii tunaita the retreat. Sasa endapo mtu atakuwa amekataa ombi lako, unatakiwa ukae muda mchache, usikae muda mrefu zaidi, na usibadilishe lengo lako, kwa sababu lengo la mbinu hii unatakiwa uanze na mtego au nanga, alafu akikataa unashusha kidogo ili kuonekana na punguzo. Ndio lengo lake, kwamba kama ulikuwa umeanza na 100,000 basi urudi hata kwenye 50,000 au 30,000. Tayari kutakuwa kuna utofauti hapo. Utakuwa umetengeneza kitu kinaitwa contrast effect, kwamba kutakuwa na utofauti wa kimtazamo. Sio useme hela kubwa afu ikapishana kidogo sana. Itakuwa ipishane kidogo hata kwenye uhalisia. Kwa mfano labda 100,000 hata 80,000 au hata 50,000, na ili ipishane vizuri itakuwa ipishane kwa umbali kidogo ili uonekane kwamba kuna punguzo. Uweze kusema 100,000 afu kaja ukasema 95,000, hapo utakuwa hakuna mpishano mzuri. Alafu sasa unapotaka kuongea na huyu mtu ambaye amekataa ombi lako, utakuwa ulitreat pale pale, yani urudishe ombi lako la pili baada ya muda mchache, sikia muda mrefu. Useme naelewa kweli hali ya sasa hivi ni ngumu, basi naomba unisaidie hata 100,000. Kwa mfano umeomba 300,000. Unaona kutakuwa na mabadiliko. Au naomba unisaidie shilingi 50,000 ili nikatatue hii shida yangu ambayo imetokea sasa hivi, maana nina dharura kubwa sana. Tayari utakuwa na mabadiliko ambayo umeshayafanya. Hapo utakuwa unamtengenezea kitu kinaitwa contrast effect. Sasa ili ombi la pili watakuwa uzingatie kwamba lazima utumie zile lugha nilizokuambia, naelewa, nafahamu, nimekupata kabisa, kwamba sasa hivi kweli uko busy na una ratiba ngumu, basi naomba hata tukutane hata kwa nusu saa, hata nikusalimie. Kwa mfano labda umeomba mtu muonane, mtoke labda out mkakae siku nzima, akasema hapana, ambao ilikuwa ni lengo lako la mtego, tunasema anchoring, yani ya kisaikolojia, nanga ya kisaikolojia. Akikataa basi unarudi chini, sasa unamwambia lengo dogo ambalo lilikuwa la kwako halisi. Hapo tayari utakuwa unamtengenezea mazingira ya punguzo, au kama kuna unafuu wale jambo la kwanza. Kwa mfano mtu umeomba kukaa naye siku nzima, ukamwambia nusu saa, ataona kama kuna unafuu na lazima atalifanyia kazi hilo jambo. Lakini jambo la tatu, jenga mazingira ya reciprocity, tunasema ulipaji wa fadhila. Sasa kisaikolojia, si binadamu tuna asili ya kwamba mtu akikutendea wema na utajitahidi umfanyie wema. Hii tunaita kanuni reciprocity, yani ulipaji wa fadhila. Sasa kwa mfano mtu amekuja kwako akakuomba shilingi 100,000 ukakataa, akaishusha mpaka 20,000, tayari utakuwa umeona kama nikufanyia wema. Kwa hiyo wewe na wewe pia utafanya juu chini ili ulipe ule wema ambao amekufanyia. Kwa hiyo hapo sasa ndio hii mbinu inafanya kazi kwa kiwango kikubwa, kwa sababu utajitahidi ufanye kama wema kwa yule mtu ili usionekane kuwa wewe sio mwema, kwa sababu si binadamu kiasi tunapenda kuonekana wema. Kwa hiyo utajitahidi ufanye juu chini ili ulipe ule wema ambao amekufanyia huyo mtu. Kwa hapa sasa kanuni hii ndio itafanya kazi. Mfano labda unataka kumuomba mtu mtoke labda out, ndio hivyo naanza na jambo kubwa, namwambia labda tutoke leo out tukapumzike siku nzima,
atasema hapana, basi naomba nusu saa tukutane, maana tayari utakuwa na punguzo. Mtu umeenda kumuomba, labda lengo lako lilikuwa sio kumuomba 100,000, unataka kumuomba 20,000, unaanza kumuomba 100,000, akikataa basi mwambie naomba, naelewa, usionyeshe kukasirika. Alafu mwambie naomba unisaidie 20,000 katatua changamoto yangu. Kumbe lengo lako lilikuwa ni shilingi 20,000. Yeye atakuwa anaona kwamba umemfanyia wema wa kumpunguzia, kwa atajitahidi kulipa hiyo fadhila. Sasa kwa nini mbinu hii inafanya kazi na ina uwezo wa kubadilisha kabisa jibu la hapana likawa ndio? Kanuni hii inatumia mambo matatu muhimu ambayo yanaweza kumwasili binadamu yoyote ambaye umetumia kanuni hii dhidi yake na akakubali hata kama alikuwa amekataa. Jambo la kwanza kabisa, huwa kuna kanuni ya ulipaji wa fadhila, tunaita reciprocity. Sisi binadamu kiasili tuna mfumo ambao tumetengenezwa kwamba mtu akitendea wema na sisi tuko dhahiri kuja kumtendea wema huo. Ndio maana hata uje ufuatilie mtu kama kwa mfano alishaye kukopesha hela, akija kukuomba hela baadaye, na unakuwa ni rahisi kuja kumsaidia. Tofauti na mtu ambaye alishaye kuomba hela ukamnyima, hawezi naye pia naye kuja kukusaidia hiyo pesa, kwa sababu ni program ambayo si binadamu tumeumbiwa kwamba tuna asili ya sisi ya kutenda wema. Mtu akutendea wema na utajitahidi umtendee wema. Sasa unapompunguzia ombi la pili, tayari utakuwa umeshamtengenezea hatia kwamba umeshampunguzia kama umemfanyia wema, kwamba ile jambo la kwanza lilikuwa kubwa, basi umempunguzia. Kwa hiyo yeye lazima atafanya juu chini ili alipe wema. Hata kwenye biashara waga wanaitumia hii mbinu wauzaji. Anakuambia hili shati ni 100,000, lakini wewe utalipia 50,000. Au anakuambia basi kwa sababu ni wewe nakufahamu, hata unakuta hakujua, anakuambia basi utalipia shilingi 50,000. Pale anakuwa anakutengenezea mazingira kuonesha kama amekufanyia wema. Kwa hiyo lazima na wewe utafanya juu chini ulipe wema kununua hiyo shati. Lakini jambo la pili ni tofauti ya mtazamo. Hii tunaita perceptual contracts. Kwa mfano mtu alikuwa amekwambia 100,000 akashuka mpaka 20,000. Mara nyingi si ubongo wetu huaga upige tu hesabu ya vitu, huo unaangalia pia na utofauti wa kitu. Ukiona kama kuna utofauti mkubwa tayari unaona kama kuna unafuu. Kwa hiyo lazima mtu atafanya juu chini kwenda kukimbilia ule unafuu ambao umetokea, kwa sababu aliona hii ilikuwa kubwa sana, basi sasa hivi hii ni nafuu, ngoja nifanye kwa hii nafuu kwa sababu hii ya mwanzo ilikuwa ni kubwa sana. Lakini jambo la tatu ni kuepuka hatia. Hii tunaita guilt reduction. Binadamu yoyote anapokataa kusaidia kitu huwa unamtengenezea hatia ya kisaikolojia, anajisikia vibaya. Kwenye ile kanuni ambayo tumesema ya ulipaji wa fadhila, reciprocity, anakuwa anajisikia kwamba huyu mtu sijamsaidia, na anakuwa anajisikia kama yani hajafanya kitu chema, kwa sababu si binadamu mara nyingi tunapenda kutenda wema na tunapenda kuonekana wema. Kwa anaposhindwa kusaidia kitu, anaweza kuonekana huko kawaida, lakini ndani ndio kama mwasili kisaikolojia kwamba atakuwa anajisikia kwamba mbona nimeshindwa kumsaidia huyu mtu, atakuwa anajisikia vibaya. Sasa hiyo inaweza kumtengenezea hatia. So ukirudisha ombi la pili likawa dogo, atajitahidi kufanya lile la pili ili kuondoa ile hatia ambayo tayari alikuwa nayo. Hii ni asili yetu, si binadamu. Binadamu wote tunapenda kuonekana wema. Na ndio maana hata mtu kwa mfano ulimwomba kitu akakataa, ukija kumwomba kitu kingine labda akusaidia, anakufanyia kwa nguvu zote, kwa sababu anataka kuondoa ile picha ambayo mwanzo tayari ulikuwa umeshamwekea kwamba yeye sio mtu wa kusaidia. Na si binadamu kiasi tunapenda kuonekana wema. Kwa hiyo hizi mbinu ndizo zinafanya hii nguvu ya saikolojia ya door in the face kufanya kazi vizuri na kumfanya mtu akubali ombi lako kusema ndio wakati mwanzo alikuwa amesema hapana. Zingatia, unapotumia mbinu hii lazima uwe na uhalisia. Usitumie vitu ambavyo havina uhalisia. Hapo utakuwa umeharibu kabisa mbinu hii na itaonekana kama unamfanyia mtu mzaa au unamkejeli, na hapo haitaweza kufanya kazi yoyote. Okay, kama umejifunza kitu kipya kutoka kwenye video hii, hakikisha umelike na kusubscribe ili usikose mbinu zingine za kisaikolojia zitakazo kusaidia kwenye mahusiano yako na maisha yako ya kila siku. Pia niandikie kwenye comment ni kitu gani umejifunza leo na unawezaje kukitumia katika maisha yako ya kila siku. Asante sana kwa kuangalia video hii kuanzia mwanzo hadi mwisho. Tuonane tena kwenye video inayofuata. Mimi naitwa Elkan Mtz, the head of the world. Bye bye.